Tunazidi kukushukuru kwa sababu uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao wa pekee, akaja akaishi pamoja nasi, alafu hatimaye akafa kifo kibaya cha msalaba tulichokistahili sisi, lakini akafa kwa niaba yetu na kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake pale msalabani sisi tukawa tumepona. Msaidie basi kila mmoja wetu tunapotafakari tena neno lako, kupata ufunuo wa neno lako, ili tupate kujua kwa nini tunasherehekea Pasaka. Roho Mtakatifu yatwae yaliyo ya Kristo na kutupasha habari tena leo, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo la Pasaka lina kichwa kufufuliwa kwa wafu. Kufufuliwa kwa wafu. Kufufuliwa kwa wafu. Kufufuliwa kwa wafu. Habari yote ya Pasaka inahusiana na kufufuliwa kwa wafu waliokuwa wamekufa. Habari njema ya Pasaka ni habari inayohusiana na kufa na kufufuka. Wengi wetu tunafahamu kwamba Yesu Kristo alisulubishwa, na baada ya kusulubishwa akafa pale msalabani, na baada ya kufa akazikwa, na baada ya kuzikwa akafufuka siku ya tatu kama alivyosema. Alikufa kisha akazikwa. Lakini wako wachache ambao wanaelewa kwamba habari ya Pasaka haihusiani na kufa na kufufuka kwa Yesu peke yake, lakini habari njema ya Pasaka inahusiana na kufa na kufufuka kwetu sote. Ni habari ya kufa na kufufuka kwa wanadamu wote. Kudhihirisha hilo, mara tu baada ya Yesu Kristo kuisalimu roho yake au kukata roho yake pale msalabani, Maandiko yanasema kilichofuatia tu mara tu baada ya kufa kwake, makaburi yalifunuka Yerusalemu, na miili mingi ya watakatifu waliolala, waliokufa zamani, ikainuka. Watu waliokuwa wamekufa wengine miaka makumi kwa makumi yaliyopita wakatoka makaburini, wakaingia katika mitaa ya Yerusalemu. Watu wakaona ndugu zao waliokufa zamani wamefufuka. Hiyo ilikuwa kabla ya Yesu kufufuka. Mathayo sasa tunaona habari hiyo ambayo inatudhihirishia
habari ya Pasaka ni zaidi ya kufa na kufufuka Yesu peke yake, lakini ni habari ya kufufuka kila aliyekufa. Mathayo sasa, Mathayo sura ile ya 27, Mathayo sura ya 27 mstari wa 50 mpaka mstari ule wa 53. Hapa ni baada ya Yesu kusulubishwa msalabani, na sasa anaitoa roho yake. Mstari wa 50 mpaka mstari wa 53. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafanya nini? Sema kwa bidii, yakafanya nini? Baada ya kufunuka ikawaje? Maandiko yanasema alafu makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao, Yesu sasa anafufuka na wao wamefufuka. Haikuwa Yesu tu anatokea kwa watu, lakini na watu wengi waliofufuka waliokuwa wamekufa zamani, na wakawatokea wengi. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Haikuwa habari tu ya Yesu amefufuka, lakini ilikuwa habari ya fulani alikuwa kwenye nyumba ile. Yule baba yetu aliyekufa zamani amerudi tena, yuko pale. Yule baba yetu aliyekufa siku nyingi tulizika tukasahau, anaonekana tena mjini. Kila mahali watu walikuwa wanazungumza sio tu habari ya Yesu aliyekuwa amekufa alafu akafufuka, lakini walikuwa wanazungumza habari za watu wengi watakatifu waliokuwa wamekufa, lakini sasa wanaonekana tena mjini. Naweza kuona sasa hapa tunajifunza kwamba habari ya Pasaka ni habari njema ya kufufuka kwa watu wote baada ya kufa. Kuna maana kadhaa hapa kwa habari ya kufufuka kwa watu wote baada ya kufa. Yesu Kristo alikuwa amefundisha si mara moja si mara mbili kuhusiana na ufufuo wa wafu, lakini watu wengi sana hawakumwelewa, kwa sababu walikuwa wameona watu wengi waliowahi kufa hawajawahi kufufuka tena. Na hata kulitokea
kulitokea mafarakano ya imani katikati ya watu. Wengine waliamini juu ya kiama ya wafu, lakini wengine hawakuamini. Wengine waliamini maana yake kwamba kuna kufufuka baada ya kufa, lakini wengine walipata shida kuamini juu ya hilo, na hivyo kukatokea mafarakano katikati ya watu kuhusiana na imani. Matendo ya Mitume, angalia mafarakano ya imani yaliyokuwepo nyakati hizo. Matendo ya Mitume sura 23 mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura 23 mstari wa 8. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama. Kiama nazungumzia ufufuo wa wafu. Labda tukitaka kujua vizuri habari yote kwa mtu asijua, itakuwa vyema tuanze mstari wa 6. Tusome kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo, yani katika mkutano huo, na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza akasema nini? Ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Ninaamini kwamba kuna kufufuka baada ya kufa. Alipokwisha kusema hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano ukafarakana. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama. Sasa kiama ni nini? Ufufuo wa wafu, ndio maana ya kiama. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna ufufuo wa wafu, wala malaika, wala roho, bali Mafarisayo hufanya nini? Ukiri yote. Ndio tofauti kubwa kati ya Mafarisayo na Masadukayo. Kwa hiyo walikuwepo watu wengi nyakati hizo ambao hawakuamini kwamba kuna kiama, kuna wakati wa kufufuliwa wale waliokufa. Na Yesu Kristo alikuwa amefundisha hili si mara moja, si mara mbili. Angalia mfano wa yale aliyofundisha Yesu kuhusiana na ufufuo wa wafu. Yohana sura 5 mstari wa Yohana sura 5 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29. Yohana sura 5 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29 tunasoma: Amini, amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini, amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo huyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake.
na akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Mstajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote, angalia maneno hayo kwa makini, ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Majira ya Pasaka basi yalikuwa na kusudi la Yesu kulifanya jambo hili lieleweke kivitendo, ili kila mmoja ajue ukweli wa habari hii, kwamba saa yaja ambapo watu wote walioko makaburini wataisikia sauti yake, nao watafufuka, waliotenda mema ambao ni watakatifu watafufuka kwa habari kwa ajili ya ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya, waliomaliza maisha yao katika dhambi, itakuwa kwa ajili ya ufufuo wa hukumu. Ndivyo ilivyo. Kuna ufufuo namna mbili. Ufufuo wa kwanza unaitwa vile vile ufufuo ulio bora. Huo ni ufufuo wa watakatifu. Mtu aliye mtakatifu anapokufa, mwili wake unabaki mavumbini. Mwili umetoka katika udongo, unarudi katika udongo, lakini roho inamrudia Mungu aliyeitoa. Roho haizikwi, roho ya mtu haizikwi. Kinachozikwa ni mwili peke yake. Mhubiri sasa Mhubiri sura ile ya mstari wa 7. Mhubiri sura 12 mstari wa 7 tunasoma: nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Udongo unarudi katika udongo, lakini roho inamrudia Mungu aliyeitoa. Mtakatifu anapokufa, ile roho sasa inapotoka inaingia katika mwili mwingine. Maandiko yanasema kuna mili ya mbinguni na tena kuna mili ya duniani. Na ile mili ya duniani ikilinganishwa na hiyo ya mbinguni, fahari yake au uzuri wake ni tofauti sana. Ile ya mbinguni ni mizuri, haina mfano wake, haikutengenezwa kwa nyama na damu, ni ya namna nyingine kabisa ya kipekee. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40 alafu mstari wa 50. Tena kuna meli ya mbinguni na meli ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika.
Miili tulionayo inaitwa miili ya nyama na damu, inaishia tu kaburini. Lakini roho inapotoka inaingia katika mwili wa mbinguni ulio mzuri sana. Lazaro, maskini Lazaro katika Luka 16 alipofariki, moja kwa moja alikwenda mahali alipo Ibrahimu, mbinguni. Ndivyo ilivyo sasa. Hawa walio mbinguni sasa, watakatifu waliotenda mema katika maisha yao, wakati wa kufufuka watairudia tena miili yao. Na wale waliokwenda motoni vile vile. Kumbuka, mtu anapokufa katika dhambi anakwenda motoni moja kwa moja. Yule tajiri katika Luka 16 vivyo hivyo, alipokufa moja kwa moja alikwenda katika mateso ya moto wa milele kusubiri. Lakini inakuwa mtu bado hajaelewa kwa nini yuko motoni. Mwingine ameshika dini yake vizuri kama alivyofundishwa, akiwa anajua anakwenda mbinguni, lakini hajamfuata Yesu. Anasema Yesu sio mwana wa Mungu, anasema Yesu sio Mungu, Yesu sio mwokozi wake. Tena watu wote wanamfuata Yesu na kusema ni mwana wa Mungu ni makafiri. Huyu anapitiliza kwenda motoni, lakini akifika kule anashangaa imekuwaje? Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. Sasa unakuja wakati ambapo kila mmoja aliyeko motoni vile vile ataurudia mwili wake tena, alafu wote tutakuwepo mahali ambapo Yesu Kristo atakuwa amekalia kiti kikubwa cha enzi cheupe cha hukumu. Na hapo kila mmoja italetwa picha kwa namna ya video ya maisha yake, na watu wote tutakuwepo kuangalia, ili kila mmoja ithibitike kwa nini anakwenda katika ziwa la moto milele na milele. Maisha yote ya sirini aliyofanya mtu, ambaye mume wa mtu wa kujua, mke wa mtu wa kujua, wazazi wa kujua, yote yatafunuliwa na kuwekwa hadharani. Uzinzi wa watu waliofanya katika majumba ya kulala wageni, ambao hawakujulikana kwa mke au kwa mume au kwa wazazi, utawekwa peupe. Na mmoja mmoja ataanza kujitetea, lakini mimi nilikuwa naimba kwaya, lakini mimi nilikuwa ni mhudumu, ni mzee wa kanisa, ni kiongozi wa kanisa la nyumbani, ni mchungaji, ni padri. Ndipo Yesu atasema, ondokeni kwangu, sikuwajua ninyi kama ingawa mlijiita wa Kristo. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Na moja moja atatupwa katika ziwa la moto, liwakalo moto na kiberiti, ambako huko Shetani na yule mnyama mpinga Kristo na nabii wa uongo wamekwisha tangulia kutupa huko. Na watakatifu tutakuwa tunachungulia, lakini tutakuwa tumetenganishwa. Ndio maana anaitwa ufufuo wa uzima na ufufuo wa hukumu. Wanahukumiwa hao wanakuwa wanakwenda ziwa la moto, lakini sisi tumepita kutoka hukumuni. Maana yake mtu anayetajwa anaingia hukumuni, ndio anaingia katika mateso. Kwa mfano, mtu anapokwenda gerezani kwa namna hiyo.
Mtu ambaye hukumu yake imesomwa na akaonekana kwamba hana hatia, maana yake hajaingia hukumuni. Ndivyo itakavyokuwa. Ufufuo wa hukumu na ufufuo wa uzima. Hawa wanaingia hukumuni, kutupwa katika ziwa la moto. Lakini watakatifu tunaingia katika uzima. Sasa inakuwa ni milele tena na milele. Hakuna kurudia mwili tena. Na tunasoma katika Ufunuo wa Yohana sura 20. Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari sasa wa 11 mpaka mstari wa 15. Ufunuo 20:11 mpaka 15. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye akitie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa ndio maana tunaona wadogo wakifanya huduma mbele yetu wakati kama wa Pasaka. Watoto wetu tufanye bidii kubwa kuhakikisha sio tu wanakwenda katika shule za dunia na kujifunza tu elimu ya dunia. Kinyume chake, tutashangaa siku ile tumesimama upande wa ufufuo wa uzima, alafu tutamwona mtoto wako yuko kwenye ufufuo wa hukumu, anakamatwa na malaika na kutupwa katika ziwa la moto bila huruma. Ndipo itakuwa utaifurahiaje mbingu namna hiyo? Wakubwa kwa wadogo watakuwepo. Ndio maana tunabudi kuwatia moyo waje kujifunza. Tuwafurahie walimu wa shule hizi wa kanisa la watoto. Tuwatie moyo, tuwatie nguvu. Kazi wanayofanya ni kazi ya muhimu sana. Tusipende tu kuwaachia majumbani mwetu, alafu anaishia tu kuona mavipindi ya ajabu ya dunia na kumalizwa. Watakwenda jehanamu ya moto, alafu wataingia mbinguni. Itakuwa imekufaidia nini? Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye akitie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Ni mtoto mdogo tu yule ambaye hawezi kujua hata mema na mabaya. Huyo ndiye ambaye ataingia katika mji ule mtakatifu. Lakini mtu ambaye ameshafikia mahali kusoma darasa la kwanza, hata wengine tu wakiwa bado chekechea, wanajua wizi ni kitu kibaya. Kweli si kweli? Wanajua dhambi zile wanazojua peke yake zitawapa kwenda jehanamu ya moto. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote ya kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Jehanamu ya moto yenyewe ambayo saizi wako, tungeweza kuifananisha na mahabusu. Mtu alikuwa mahabusu, sasa anatolewa na pelekwa gerezani. Ndivyo ilivyo kwenye hali nzito zaidi.
wanatolewa jehanamu, wanapelekwa katika ziwa la moto. Hata jehanamu yenyewe inakunjwa na kutupwa ndani ya ziwa la moto. Na watakatifu sasa, wakati huo, mbingu za sasa na nchi za sasa vyote vitakunjwa na kuharibiwa kwa mlipuko mkubwa, na mbingu mpya na nchi mpya zitafanywa, zitaumbwa, ambazo sasa hazijafanyizwa bado. Hata hii mbingu ya sasa haifai tena, kwa sababu imeweka record za maisha ya watu, record chapu za maisha ya watu kwa namna ya video zinatunzwa mbinguni sasa hivi. Kwa hiyo hata mbingu yenyewe haifai tena, record zile zinaharibiwa pamoja na mbingu. Ndipo inatengenezwa mbingu mpya na nchi mpya, zitafanyizwa mbingu mpya. Mmoja wapo watu wote tunaotarajia kuja, lakini kabla ya hapo, wakati parapanda itakapolia, kanisa litanyakuliwa. Maana yake watakatifu watanyakuliwa wakati wa parapanda kulia. Na kitakachotokea wakati ule, sisi tulio hai, tuliosalia, ambao tutakuwa bado hatujafa, tutakuwa tunainuliwa kwenda mawinguni. Lakini hatutaenda tu kabla ya makaburi kufunuka. Watakatifu waliokufa katika utakatifu ambao wako mbinguni watarudi tena na kuingia katika miili yao iliyozikwa, alafu wataungana na sisi tulio hai tena. Halafu tutaondoka tena na kupaa kwenda mawinguni, ambapo Yesu atakuwa mawinguni kutusubiri. Wakati tunakwenda, kwa namna ya ajabu sana, kuna kitu kinaitwa Kiingereza translation. Tutakuwa tunabadilishwa na kutoka katika hiyo miili ya kufa na kuingia katika miili ya utukufu. Tutamlaki Yesu tukiwa tayari tuna miili ya utukufu. Sema haleluya. Haleluya. Hiyo haitoshi kwa kazi kubwa. Ndipo pale tutakapokuwa mawinguni na tayari makaburi ya watakatifu yatakuwa yamekwisha funuka. Watakatifu waliolala watatoka katika makaburi kwa namna hii walivyotoka nyakati za Pasaka Yerusalemu. Ukristo, imani ya habari ya kufa na kufufuka, ufufuo wa wafu, ni fundisho la msingi sana katika Ukristo. Ukiliondoa hilo, umebaki na imani nyingine, imani ya kidini. Si hilo tu, lakini kuna ufufuo ambao unaitwa vile vile ufufuo wa wafu, ambao unatakiwa kuonekana na kufanyika wakati wote, kila siku, kila dakika hapa duniani. Kila mtu aliyekufa kiroho anatakiwa kufufuka. Na kimsingi habari njema ya Injili inazungumzia habari ya kufa na kufufuliwa. Mtu mwenye dhambi anatajwa katika maandiko amekufa ingawa yu hai. Sisi tuliokolewa hapo mwanzo, kabla ya kuokoka, tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi zetu. Kuokolewa katika roho ni kufufuliwa kutoka katika kifo cha kiroho.
Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili tunasoma mstari wa kwanza. Waefeso sura ya pili mstari wa kwanza. Alafu mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Waefeso sura ya pili mstari wa kwanza, alafu mstari wa 4 mpaka wa 6 tunasoma. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo labda tunaanza kusoma moja kwa moja mpaka mstari wa 6 ili tupate picha na halisi. Tujaribu kusoma hivyo kwa haraka. Waefeso 2:1 mpaka 6. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Wafu kwa sababu ya nini? Ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu. Ulimwengu wanafurahia pombe, ni ndege kila mahali uchogani, kwa sababu wote wanakuja ndege na wanakuja ndege. Ni wote wanachukuliwa na mafilamu ya dunia, kila mahali filamu na wanachukuliwa filamu. Kila mahali dance na wao dance. Hizo zote zinaitwa kawaida za ulimwengu. Kwa wanaona ni kawaida kuwa na watu zaidi ya mmoja. Katika kabila letu ni kawaida mtu kwa wake wengi. Hizo zote zinaitwa kawaida za ulimwengu zilizo kinyume na neno la Mungu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Huyu ni nani? Shetani. Yule atendaye kazi sasa katika wana wa Korasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mwili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha. Neno lile kuhuishwa maana yake kupewa uhai tena. Kile kilichokufa kinapopewa uhai tena na kuishi, kwa lugha nyingine tunasema kimehuishwa. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani mmeokolewa kwa neema. Kuokolewa ni kuhuishwa. Kilichokufa kinapewa uhai, kilichokufa kinafufuliwa. Hakuna mtu ambaye ameokoka ambaye hajafufuliwa. Kuokoka ni kufufuliwa. Sema hivyo. Sema tena. Sema tena. Ndio. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha. Maana yake alitufufua pamoja na nani? Na Kristo. Yani mmeokolewa kwa neema. Angalia mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye. Sema haleluya. Ndio maana wakati Yesu anafufuka na watakatifu waliokuwa makaburini wakafufuka pamoja naye, wote wakaenda mjini. Sema haleluya. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sema amen. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu, lakini tumefufuliwa sasa, na hivi tulivyo tumeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Lakini mtu yeyote ambaye ni mwenye dhambi, ambaye hajaokoka, amekufa ingawa yu hai.
Timotheo wa kwanza sasa. Hii ndio injili halisi. Hii ndio habari njema ya Pasaka. Timotheo sasa wa kwanza sura ya 5. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa uhai. Sema tena. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa uhai. Kila moja tena kwa bidii. Ndio. Mwenye dhambi hawezi kujizuia kuacha sigara, hawezi. Anatamani kuacha sigara, anaona madhara ya sigara, labda anajikuta anavuta sigara mpaka analala, chandarua kimepata moto, anajuta, anasema sitaki kuvuta sigara tena, lakini anashinda kujizuia, anakuta anavuta tena. Anaweza kuacha kwa siku 2-3, lakini anarudia tena. Sitaki pombe tena, maana zimeniadhiri vibaya sana. Anajaribu kuacha, anajikuta tena anakunywa pombe kwa sababu ya ukimwi. Wakati mwingine watu wanatafakari na kusema basi sitaki tena mambo ya usherati, sitaki tena mambo ya uzinzi, lakini wanajikuta wanashinda kujizuia. Habari tu ya kusikia watu wanakufa kwa ukimwi haiwezi kuwafanya watu wajizuie kufanya usherati. Wanaweza kufundishwa mjifunze kusema hapana, lakini watashinda kujizuia. Watu hao wanajikuta tu wanafanya dhambi. Natamani na mimi niishi na mume mmoja, maisha haya ni mabaya, kuna magonjwa ya kisasa, lakini nashindwa kujizuia. Wenye dhambi hawana uwezo wa kujizuia kufanya dhambi. Ndani yao kuna msukumo wa kufanya dhambi, hata kama wana dini, hata kama wamebatizwa utotoni, hata kama wanaimba kwaya, hata kama wanaitwa wachungaji, wanaitwa wazee wa kanisa, kuna msukumo ndani yao wa kufanya dhambi. Ukiambia wavae mavazi ya staha, wanaona wanaonea, wanaona wanaondelea uhuru wao. Tunaingilia uhuru wa watu kuishi sasa. Naona tunaanza kupangia mavazi ya kuvaa. Kwa nini unavaa kama uchi tu? Uko kama uchi tu. Hawawezi kujizuia kufanya hayo wanayofanya. Unakuta hata mzee wa watu, mtu mzima, uso umekunjamana, lakini anaweka liwigi kichwani mpaka unashangaa. Hawezi kujizuia kufanya hayo. Ulimwengu unawapeleka wote tu hivi, unawapeleka hivyo, shetani anawapeleka hivyo, anawatumikisha hivyo, na hawezi kujizuia, wanaenda tu, ni wafu. Mtu aliyekufa, ukitaka kumbeba, kumtoa mochwari, kumtoa katika chumba cha maiti, hawezi kukataa, hawezi kujizuia. Unamchukua tu hivyo ni kirahisi, unampeleka mpaka unamzika, unamfukia, hawezi kukataa. Unasema nataka kwenda kumzika Singida, hawezi kusema hapana, nataka nizikwe hapa hapa. Unamgeuza, anageuzika tu, unampeleka kokote, unampeleka, unamvika chochote, anavikwa. Hawezi kujizuia, hawezi kushindana na huyo anayemgeuza, anayemfukia kaburini. Ndivyo alivyo mwenye dhambi. Kama wewe ni mwenye dhambi, unabudi kujua umekufa ingawa uhai. Ndio maana huwezi kujizuia kufanya uasherati, huwezi kujizuia kusema uongo, huwezi kujizuia kukasirika. Hasira zimekujaa kwa namna ya kutisha, mpaka unafanya vituko alafu unajuta. Huwezi kujizuia, unatamani kuacha, unatamani kutoka katika hali ya ugomvi, uwe mtu wa amani, huwezi. Umekufa ingawa
hai. Ushirikina umekufunika tu, hata unashindwa kujizuia kuacha ushirikina. Unashindwa kujizuia kufanya nini? Wewe mwenyewe unajua, unafahamu maisha yako vizuri, na huwezi kwa namna yoyote kujitoa katika hali hiyo. Mtu aliyekufa hawezi kujifufua kamwe. Ili ni tendo analoweza kulifanya Mungu mwenyewe. Wale waliokuwa wamefufuka, waliotokea Yerusalemu, hawakujifufua wenyewe, lakini yuko aliyewafufua. Kufufuliwa ni kuhuishwa, ni kuwekewa tena pumzi ya uhai ndani yako. Mwenye pumzi, mwenye roho aliitoa ndiye anaingiza tena. Kwa hiyo huwezi kujibadilisha, huwezi kujifufua. Na ndiyo maana ukijaribu kuishi maisha ya wokovu kwa nguvu zako, huwezi. Unaishia tu kusema haiwezekani kuokoka duniani. Ni kweli, Yesu akasema kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Tazama, siku ya tatu nitafufuka. Akafufuka kweli. Si kwa nguvu za kibinadamu, ni kwa nguvu za yeye ambaye roho zote ni mali yake, asema Bwana. Sema amen kanisa. Kama umefufuka utasema amen, kwa sababu umefufuliwa. Na huwezi kujifufua, huwezi kujibadilisha maisha yako. Umekufa, ndio maana huwezi kujizuia. Lakini Yesu Kristo aliyekufa msalabani, si tu alikufa, alitaka kuonyesha yeye pekee yake ndiye aliyesema nitakufa, nitaingia kaburini na mtashindana na mimi ili msifufuke, lakini nitafufuka vile kama nilivyosema. Akaonyesha si tu ana nguvu ya kujifufua mwenyewe, lakini vile ana nguvu ya kuwafufua wengine. Semeni. Sio tu alifufuka kutoka kaburi, lakini akaja na wengine aliyowafufua, wakaingia wote Yerusalemu. Hakuna nabii wa dini yoyote nyingine, ukimwacha Kristo alipokufa, kaburi lake liko hata leo, hajafufuka, anasubiri kufufuliwa na Yesu. Sema amen. Na kwa sababu hii ndiyo maana nasema mimi ndiye njia pekee, mimi ndimi ufufuo na uzima. Semeni. Baada ya kuwa amefufuliwa Yesu Kristo, baada ya kufufuka, ndipo alipopaa. Hakuna namna yoyote ya kupaa mpaka kwanza ufufuliwe. Mpaka kwanza ufufuke. Kule juu hawaendi waliokufa. Mungu ni Mungu wa walio hai, si Mungu wa wafu. Sema amen. Sasa wewe mwenye dhambi ambaye umekufa, unafufukaje? Kazi ni rahisi. Kazi yote ilimalizika Kalvari, pale msalabani.
Yesu alisema imekwisha. Yeyote aniaminie mimi hatakuwa hai milele. Unachotakiwa kufanya ni kutubu dhambi zako tu kwa kumaanisha kuziacha leo. Na baada ya kutubu dhambi zako kumaanisha kuziacha na kusema ni kweli mimi nimekufa ingawa ni hai. Wakati mwingine ni makanisa mengine mazima katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 anasema alijia kanisa moja lina jina la kwamba ni hai lakini limefanya nini? Limekufa. Naweza kuona wanajiita wa Kristo lakini wamekufa. Wote hawezi kujizuia kufanya dhambi. Ndio maana mtu anasema unafikiri unaweza haya? Unafikiri unaweza haya? Haya sheria hizi unafikiri utaziweza? Hawawezi kujizuia kufanya hayo. Wamekufa ingawa ni hai. Yuko mmoja tu Yesu Kristo mwenye uwezo wa kutuzuia, mwenye uwezo wa kutupa uwezo wa kujizuia kufanya dhambi. Wote waliompokea aliwapa uwezo. Kwa ndio uwezo wa kujizuia kufanya uasherati, kujizuia kufanya kunywa pombe, kujizuia kuvuta sigara, kujizuia kucheza dansi. Shuleni wote, chuoni wote wanafanya haya lakini wanasema hapana. Wote wanavaa mavazi tu kama makahaba, wanasema hapana. Ndani yako umefufuliwa, sema amen. Ndani yako kuna uwezo wa kujizuia, sema amen. Leo ukitaka uwezo huo utashuka kwako leo. Tumeokolewa kwa neema tu, si kwa nguvu zetu. Mtu yote asije akajisifu. Wewe unakuja tu na kusema ni kweli nimekufa ingawa ni hai, ingawa naitwa Mkristo lakini siwezi kujizuia kufanya dhambi, sina uwezo kushinda dhambi. Bwana Yesu nifufue leo niwe hai kiroho. Utafufuliwa leo. Na Pasaka ni habari ya kufa na kufufuka kwa watu wote. Sio ile tu, lakini habari ya Pasaka vile vile inazungumzia juu ya kiungo chochote kilichokufa ndani ya miili yetu. Hatupasi kukata tamaa pale tunapoambiwa chembe zako za uhai, chembe yote ndani ya damu yako zimekufa, zinapukutika tu, zinaisha. Figo zako hazifanyi kazi tena, zimekufa. Moyo wako umekongoka kwa maisha. Mapafu yako yametoka kwa yako karibu kupukutika, unaweza kuanguka wakati wote. Kizazi chako kimekufa, huwezi kuzaa tena. Masikio yako yamekufa, huwezi kusikia tena. Jicho lako limekufa, huwezi kuona tena. Macho yako yamekufa yote, huwezi kuona tena. Pua yako imekufa, huwezi kunusa harufu huko tena. Hata pale ambapo miguu yetu iko katika hali ya kufa, kila mahali kiungo hiki katika hali, siwezi kuinuka, siwezi kufanya hivi, siwezi kufanya hivi. Kristo, yule Roho aliyemwisha Kristo na kumtoa katika wafu, aweza kuiisha na mimi yetu pia. Sema amen. Sema amen. Warumi sasa sura ya 8. Warumi, hizi ndio habari njema za Pasaka. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mstari sasa wa 11. Warumi 8:11. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Sema amen. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, Roho yule anakaa ndani yako mwanamke? Roho yule aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yako mwanaume?
kama anakaa ndani yako, hata kama kizazi chako kimekufa, yule aliyemfufua Kristo katika wafu atakiisha na kizazi chako. Hata kama mapafu yako yamekufa, hizi ni habari njema, mapafu yako yatahuishwa tena. Hata kama masikio yako yamekufa, yatahuishwa tena. Hata kama macho yako yamekufa, yatahuishwa tena. Sema amen. Kwa hiyo acha kuimba tu habari ya Pasaka. Yesu alikufa tena alifufuka. Ni zaidi ya hapo. Nasi tulikuwa tumekufa, lakini tumefufuliwa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Pasaka hii ni Pasaka ya wewe kufufuliwa. Pasaka hii ni Pasaka ya wewe kufufuliwa. Mshike mkono jirani yako, mwambie Pasaka hii ni Pasaka ya wewe kufufuliwa. Ukiona mwingine mwambie hivyo. Ni Pasaka ya kufufuliwa kiroho. Umekufa ingawa uhai. Ni Pasaka ya kufufuliwa ili na upewe uwezo wa kujizuia kufanya masharati, kujizuia kuvaa kama makahaba. Ili ya binti unajisikiaje? Yaani kwa nafurahia kuvaa manguo marefu namna hiyo. Unaoni kama vile uko kifungoni. Yaani wengine wote wanajichubua. Yaani wewe umebaki tu na uso wako hivyo. Wewe umekufa ingawa uhai. Lakini mimi ni kwa sababu unajua mtu aliyekufa unaweza kumfanya chochote kile. Chochote unaweza ukimwagia mchanga na mwaglia tu. Ndio maana namfukia kaburini, wala hawezi kwa nini namtupia mchanga. Chochote unachokifanya kwa mtu aliyekufa nafanya tu. Ndio shetani anapoenjoy watu waliokufa ndani hai. Anawavika mawigi, hata kama ni wabunge wanayavaa. Hata kama ni mawaziri, ni maspika, wanavikwa tu mawigi. Hawezi kujizuia kwamba usinivike hilo. Hawezi. Wamekufa ingawa wako hai. Lakini mtu ambaye ameokoka ana uwezo wa kusema hapana. Mawigi yananuka, yanatisha harufu zake, lakini yamebandikwa tu na harufu ile. Wakati mwingine harufu inawakolea, lakini hawawezi kujizuia. Tena shetani wakati mwingine anabandika ile mawigi kwa gundi. Yanashikilia kwa gundi na mtu yuko pale pale. Na jasho yanatokea kwa ndani, lakini yuko tu hapo. Ametiwa gundi. Amekufa ingawa na ni siku ya kufufuka kwako. Ni siku ya kufufuka kwako. Wale ambao ni wafu, saa yaja ambao wataisikia sauti ya Yesu, nao watafufuka. Sauti tunayosikia leo ni sauti ya Yesu. Sauti tunayosikia leo ni sauti ya Yesu. Ukisikia, ukikubali na kuitii, leo utafufuliwa. Sema amen. Sema amen. Na acha kukaa tu niko katika hali ya kujikongoja kwa sababu mapafu yangu yamekufa, kwa sababu sijui maini yangu yakoje, sijui kwa sababu figo zangu zikoje. Aliye ndani yako ndugu yangu ana uwezo wa kukufufua, wa kuiisha mwili wako uliokufa ukawa mzima leo. Nasema ukawa mzima leo. Nasema ukawa mzima leo.
hatusherekei historia, tunasherekea kufufuka kwetu sasa. Kufufuka kwetu sasa. Chochote kilichokufa ndani yako chaweza kufufuliwa leo. Ulikuwa mwombaji zamani, lakini leo sio mwombaji kama zamani. Najaribu kuomba kama zamani, nashindwa. Unaweza kumwambia Yesu, roho yule aliyemfufua akamuisha, atauisha kiroho chako, atauisha nguvu yako ya kuomba tena leo. Nilikuwa mtoaji zamani, lakini leo naona siko tena katika utoaji. Atauisha roho yako ya kutoa tena. Atauisha roho yako ya kutenda kazi ya Bwana. Atauisha roho yako ya kwenda kuhubiri mitaani. Atauisha kile kilichokuweko. Nilikuwa nafurahia kuimba wakati wote, moyo wangu ulikuwa unaburudika bila kuimba, sio raha. Lakini nashangaa kimetokea nini? Kuna talanta imekufa. Leo itafufuliwa. Leo itafufuliwa. Leo itafufuliwa. Leo itafufuliwa. Leo itafufuliwa. Kuna kitu gani kimekufa? Biashara yako imekufa. Roho yule aliyeisha Yesu wakati kaburi limetiwa jiwe na kutiwa muhuri kwamba hakuna kutoka, ndio roho ile ambayo imesema huwezi kufanikiwa, huwezi kujenga nyumba, huwezi kununua gari, huwezi kufanya hivyo vile, huwezi kupata mtaji wa biashara, huwezi kulipa kodi ya nyumba, huwezi kupata hela, huwezi kupata kazi. Vyote vinafunguliwa leo. Nasema vyote vinafunguliwa leo. Nasema vyote vinafunguliwa leo. Amani ndani ya nyumba yako imekufa. Upendo uliokuwa mwanzo ndani ya ndoa yako umekufa. Leo unafunguliwa leo.